Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Pamoja na hayo, fedha hizi zinazoingia kwenye ujenzi wa miundombinu ni kiasi kikubwa sana. Ni jukumu letu kuhakikisha value for money inakuwa attained. Tuna kazi ya kufanya kwa nafasi yetu, ambayo ya kwanza ni kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa wakati na kwa kiwango kinachohitajika. Na katika kufanya hivyo sasa, ndio maana tumeamua miradi yote iwe na wasimamizi au washauri waelekezi. Ushauri elekezi huu ujielekeze kwenye utekelezaji wa miradi kwa kuzingatia vigezo, masharti na taratibu zilizopo. Kwamba nyie mnaenda kuwa jicho la serikali. Lakini mfahamu, tunapowapa kazi hizi, ili jambo aliishi hapa. Kukitokea na mapungufu au upotevu wa fedha, tutachukua hatua. Tutachukua hatua kwa wakandarasi, tutachukua hatua kwa maconsultant. Hilo wala msilisahau. Tulichokifanya sisi ni nini? Tulichokifanya sisi ni kwamba kwanza tulikaa sisi kama tume, tukachambua miradi ambayo tunayo na tukaweka sample 2-3. Sample ya kwanza ni miradi ambayo itasimamiwa na consultants moja kwa moja. Lakini sample ya pili ni miradi ambayo kampuni yetu ya ndani ya consultancy itaisimamia. Kwa kuna mikoa miwili itasimamiwa na kampuni yetu ya ndani na mikoa 23 itasimamiwa na consultants wa nje. Nia yake ni nini? Nia yake ni ujenzi wa uwezo wa kandarasi wetu. Kama mnafahamu, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa ni kinara wa kuwasajili engineers wetu. To the extent ambayo tunawalipia usajili wao, kuhakikisha kwamba wanasajiliwa. Tumekubaliana kwamba consultancy wote ambao tutawakabidhi miradi wataenda kupitia miradi hiyo site na kwa contractors na kwa mikoa yetu, ili kuangalia kwanza quality ya kazi ya mpaka pale ilipo anapochukua yeye, lakini kuangalia kama kuna mapungufu au nyongeza inayotakiwa kufanyika, na kama kuna variation, zile variation ambazo ni zinakizi haja na vigezo vinavyohitajika na hakuna udanganyifu. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, niwapongeze sana kwa kuja na hili wazo kwamba sasa miradi ya umwagiliaji, kwa sababu ina fedha nyingi za serikali, wale consultants wawe ni third party au wawe ni watu tofauti na tume ya umwagiliaji. Kwa hiyo katika jitihada hii ambayo umeifanya, tunaamini kabisa kwamba sasa miradi ya umwagiliaji itakwenda kufanikiwa vizuri sana. Maadili ya taaluma husika. Kama project manager ambaye ataweza kuwa amepewa dhamana ya kutekeleza ule mradi, lazima kwanza afuatie ethics, code of ethics. Kama mhandisi aweze kuzifuata ili aweze kusimamia mradi katika matakwa yanayotakiwa. Tumekuwa tunashuhudia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ni moja kati ya taasisi zilizoko kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imekuwa mstari wa mbele sana kufanya kazi zake kwa kuwatumia makandarasi ambao wanasajiliwa na CRB. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.